Mimi naitwa Luteni Kanali Frederick Hussein Komba, mkuu wa wilaya ya Rufiji, ambayo iko mkoa wa Pwani. Kwa ujumla wake, nikiongelea utendaji kazi wa TARURA, kwanza ni pongeze sana serikali ya awamu ya 6 ambayo kimsingi imetekeleza miradi mingi sana ya TARURA kwenye wilaya ya Rufiji, na hasa ukiangalia historia ya wilaya yetu ya Rufiji ambayo kuanzia mwaka 2023 mpaka mwaka jana tulipata mafuriko hapa ambayo yaliathiri sana miundombinu ikiwemo ya barabara kwenye hii tarafa ya Muhoro, lakini tarafa ya Ikwiriri, lakini pia na tarafa ya Mkongo kwa kiasi kidogo. Sasa baada ya uharibifu ule, TARURA kwa nafasi yake wameweza kufanya kazi kubwa sana ndani ya muda mfupi kuweza kurekebisha hizo hitilafu ambazo zilitokea kwenye barabara zetu kulingana na hayo mafuriko. Tunaona hapa kwenye tarafa ya Ikwiriri kuna barabara mpya za lami zimejengwa za kutosha, lakini pia kuna tarafa ya Muhoro. Pale Muhoro ukiachana kwanza na daraja la Muhoro ambalo lina gharimu takriban shilingi bilioni 17 na zaidi, lakini kuna vijiji ambavyo viliathirika zaidi. Kuna kijiji cha Ndundutawa na Kinongo ambavyo vinaunganisha na makao makuu ya tarafa ya Muhoro. Zile barabara ziliathiriwa sana kiasi kwamba zilikata mawasiliano kati ya vile vijiji viwili na pamoja na makao makuu ya tarafa. Lakini sio hapo tu, kuna kijiji cha Kipoka ambacho kiko kwenye kata ya Chumbi, lakini kabla hujafika Chumbi ni sharti tupitie Muhoro. Hasa barabara hizi zote ambazo baada ya mafuriko zilikuwa zimeharibika vibaya, TARURA amefanya kazi kubwa sana ya kuunganisha hayo mawasiliano ya barabara, na mpaka sasa hivi mimi mkuu wa wilaya, wananchi kwa ujumla, tuweza kusafiri kwenda mahala popote kwenye wilaya hii bila tabu yoyote. Na hii imeleta matumaini makubwa sana kwa wananchi wa Rufiji, sio tu kwa TARURA lakini pia kwa serikali ya awamu ya 6 ambayo imeonyesha dhamira ya dhati ya kuweza kuwatumikia wananchi kwenye kuhakikisha kwamba miundombinu hii ya barabara inakuwa thabiti. Na uzuri wake ni kwamba sasa hivi, kwa sababu tuko tunaenda kwenye msimu wa kilimo na masuala mengine ya kiuchumi, barabara hizi zimekuwa zikitumika sana, zikisaidia sana wananchi kuweza kusafirisha mazao, kuweza kufanya shughuli za usafirishaji wa abiria, lakini pia na masuala mengine ya kiuchumi. Kwa hiyo kwa jumla yake niseme tu TARURA amefanya kazi kubwa sana ya kuhuisha miundombinu ya barabara kwenye tarafa zote kwenye Rufiji kulingana na yale mafuriko ambayo yalitokea. Tumejipanga vizuri kwa maana ya kuna budget za kufanya ukarabati wa miundombinu ya barabara, lakini pia kuna budget za maendeleo zinakuja kwa ajili ya kufungua barabara mpya kama hizi ili huduma ziweze kuwafikia wananchi kwa urahisi, huduma ya usafiri na usafirishaji. Lakini pia kuna fedha zinakuja za emergency pindi ambapo kunatokea dharura ya mvua, barabara inakatika, tunaletea fedha za emergency na viongozi kwa maana TARURA makao makuu na wizara ya TAMISEMI, tunapata wananchi wanarejeshiwa huduma kwa wakati na usafiri na usafirishaji unafanyika vizuri. Naitwa Sauda Hali Mwiru, naongea nikiwa Ikwiriri. Namshukuru Samia Suluhu Hassan kwa barabara nzuri katutengenezea hapa Ikwiriri. Sasa hivi tunapata manufaa mazuri. Mwanzo tulikuwa tunatembea kwenye mijimbo, tulikuwa tunapata shida, lakini sasa hivi kwa kweli tunamshukuru Samia Suluhu Hassan katutengenezea barabara ni nzuri kama hii. Kwa hiyo hata sasa hivi tunapofanya biashara naona inakuwa tunapata hatupati shida wala nini, hatuchafuki wala tufanye kitu chochote. Tunatembea katika hali ya usalama kabisa. Taa hizi za barabara ambazo zikiwekwa tutakuwa tunafanya kazi usiku na mchana na uchumi wetu pia utaongezeka. Naitwa Maliki Musa Kitala. Nashukuru baba kwa kutuwekea lami. Mwanzo kwa tunapata changamoto kubwa sana kwa barabara kuwa chafu. Kwa sasa hivi nashukuru kutuwekea lami. Hali barabara iko ni chafu zaidi. Ilikuwa sio mzuri. Picha mvua, barabara mashimo mengi, madimbi ya maji kibao. Ila kwa sasa hivi barabara safi, imekuwa vizuri, tunashukuru kwa kweli. Barabara kidogo hata nauli yake itakuwa unafuu upo tofauti na mwanzo barabara kuwa chafu. Maana nauli inakuwa juu kwa ajili ya barabara.